asifiwe. Tumpigie Bwana Yesu makofi mazuri. Pigieni msomaji wetu makofi mazuri pia. Bwana asifiwe. Nataka kulileta neno hili kwa ufupi sana kwa dakika chache, na najua Mungu uzima atawabariki. Angalia hapo mwanzo inasema ya kwamba kulikuwa na wafalme ambao ni wafalme watatu. Bwana asifiwe. Na wakapanga vita ni kwa sababu ya adui zao. Bwana asifiwe. Na walipopanga vita ni kwa sababu ya adui zao. Kumbuka hapa kuna mfalme wa Israeli, kuna mfalme wa Yuda, na kuna mfalme wa Edomu. Bwana asifiwe. Hao watu wote watatu walipopanga habari hizi ni kwa sababu ya Wamoabu ambao ndio walikuwa maadui zao. Bwana asifiwe. Na maandiko yanatuambia ya kwamba wakawa na shauri moja, ama wakawa wanaelezana kwa njia moja. Bwana asifiwe. Wakawa wako na nia moja, ama wako na lengo moja. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu ya kupigana na adui yao. Bwana asifiwe. Nataka kusema nini? Wakristo tunapotaka kusimama imara, lazima tuwe kitu kimoja. Lazima tujipange tuwe njia moja. Bwana asifiwe. Wakati wafalme hao waliposimama imara, wakaona ya kwamba kuna jambo wanafaa kuzingatia wakiwa pamoja. Hata kama kuna mfalme ambao walikuwa wametenda dhambi, kuna mfalme mmoja ambao walikuwa anaishi katika nchi ya Yuda ambaye ni Yehoshafatu, alisimama imara na kazi ya Bwana. Bwana asifiwe. Na hata waliposhuka na kwenda mahali pale, ni kwa sababu kuna nabii wa Mungu alikuwa anaitwa Elia. Wakati waliposimama mahali pale, kulingana na matendo ambayo Yehoshafatu alikuwa amefanya, alimuinamia na akaona ya kwamba kuna mtumishi wa Bwana. Bwana asifiwe. Niweke hiyo mic chini kidogo, iko juu sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna mfalme mmoja ambaye ni mfalme wa Yuda. Huyo mfalme wa Yuda alikuwa anamuogopa Mungu. Bwana asifiwe. Alikuwa anamheshimu Bwana. Wapendo, ni vizuri kumheshimu Bwana. Ni kwa sababu katika kuheshimu kwako Bwana, kuna mtu mmoja ambaye atapatikana, ambaye atasimama na kazi ya Bwana. Bwana asifiwe. Kama ule mfalme wa Yuda hakuwa amesimama vizuri na Bwana, nafikiri ushinde ungepatikana. Lakini walisimama, wakaweka shauku moja, wakasimama wakawa kitu kimoja. Sikia maandiko inatuambia kwamba farasi wako watakuwa wangu, askari wangu watakuwa wako. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu watu wale walikuwa na nia moja, walikuwa wamepanga kwenda safari pamoja, walikuwa wameamua kama ni kupiga adui tutampiga tukiwa pamoja. Bwana asifiwe. Sometimes ni vizuri kupanga mambo ambayo inajulikana ya kwamba haitamshinda. Bwana asifiwe. Kuokoka kwako, unapookoka ni vizuri unaungana na wengine ili mkaweze kutenda kazi ya Bwana. Bwana asifiwe. Hao walikuwa wafalme watatu, na walipanga kuungana ni kwa sababu kuna adui wao ambao walikuwa wanawatesa. Bwana asifiwe. Walikuwa wanataka kunyakua mali zao, walikuwa wanataka kunyakua nchi zao. Bwana asifiwe. Unasikia vile nasema? Ukisoma hapo 3, pamoja na hao ilishikamana na dhambi za Yeroboamu mwana wa Nebati, ambazo kwa hizo aliwakosesha Israeli wala hakuziacha. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Israeli, unapata ya kwamba kuna mfalme ambao alikuwa amewaingiza katika hali ya dhambi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Israeli ikawa ni taifa ambao ni taifa lilikuwa na dhambi wakati ule. Kwa hivyo Mungu hangetumia